Assalamu alaikum watoto wetu wazuri. Karibuni kwenye kipindi chetu cha Kids Corner. Mimi ni Miss Mariam na leo nataka kuongelelea kuhusu Abalfadhil Abbas. Yeye amechangia nini katika tukio hili la Karbala? Katika kipindi kilichopita tumemwongelelea Abalfadhil Abbas na tukajua historia fupi yake. Tukajua yeye ametoka wapi, mamake ni nani, ndugu yake ni nani, babake ni nani, lakini leo tunamzungumzia katika tukio hili la Karbala peke yake. Watoto wetu wazuri, fikirieni, katika tukio la Karbala sisi wote tunajua kwamba kulikuwa na jua kali, kulikuwa hamna chakula, hamna maji. Abalfadhil Abbas alifanya nini katika kusaidia wenzake katika hili tukio? Mchanga ulikuwa wa moto. Familia ya Imam Hussein ilikuwa inateseka. Imefika siku 3 hawana maji. Na sio kwamba hamna maji katika mji huo, ili mradi tu watu wateseke. Kulikuwa na mto unapita maji, maji masafi, maji mazuri, lakini maadui waliwanyima watu wa Imam Hussein na familia yake maji. Watoto walilia kwa huzuni, sauti zao zilififia, mpaka Abalfadhil Abbas ikawa anahuzunika, anasikitika kwa sababu mbona hao watoto wananyimwa maji. Akaenda paka kwa Imam Hussein, akamuomba ruhusa. Akamwambia, ndugu yangu, naomba uniruhusu niende niletee japo hawa watoto maji. Imam Hussein alikubali, akijua kwamba yeye ndo nguzo yake ya kipekee yenye alikuwa nayo. Yeye ndo alikuwa nguzo kubwa zaidi katika vita hivyo, katika jeshi lake la Imam Hussein. Kwa ujasiri wake Abalfadhil Abbas aliweza kupenya kati ya maadui na kufikia mto ule, akachota maji. Katika yale mikakati ya kuchota maji, Abalfadhil Abbas aliona yale maji ni masafi, yako clear. Akachota hivi kwenye mkono yake kutaka kunywa, akakumbuka kwamba watu kule nyuma nimewaacha hawajakunywa maji, watoto hawajakunywa maji, akina mama hawajakunywa maji, Imam Hussein mwenyewe hajakunywa maji. Mimi siwezi kunywa maji kabla yao, kwa vile mimi nimefikia huu mto. Basi yeye akajaza kile kibuyu chake maji na kuanza safari ya kupelekea watu wake maji. Ilipofika njiani, wale maadui baada ya kugundua kwamba Abalfadhil Abbas ameweza kuchota maji, wakaanza kumshambulia. Wakapigana na yeye mpaka wakaweza kukata mkono wake wa kulia. Subhanallah. Abalfadhil Abbas yeye haku give up bado, wala hakusema basi mimi nitakunywa maji ama nitupe hiki kibuyu nirudi zangu mimi nisalimike. Yeye akashika maji na mkono wa kushoto na akaendelea kupigana. Akaendelea kupigana vile vile, akapigana mpaka wakamkata mkono wake mwingine wa kushoto. Basi Abalfadhil Abbas akaeka kile kibuyu kwenye mdomo na kushikilia na meno, vile vile kung'ang'ana. Yani yeye nia yake ilikuwa kufanyaje? Kupeleka maji yenye ameahidi watu, mimi naenda kuwachukulia maji, lazima niwaletee maji. Mwishowe akadungwa mishale na hapo akafariki. Baada ya Abalfadhil Abbas kuuawa, Imam Hussein alifika hapo, akamkumbatia na akawa ni mwenye huzuni, na akaona kwamba Abalfadhil Abbas alikuwa mfano mwema mwenye kuigwa na kila mtu. Kwa sababu gani? Yeye alionyesha mfano wa upendo, mfano wa uaminifu na mfano wa kujitolea, ambao dunia nzima itaendelea kujifunza kila generation baada ya generation. Yani kila mtu, kila siku sitomwongelelea Abalfadhil Abbas. Tukio la Karbala limetukia miaka mingi iliyopita, lakini bado mimi nimesikia nikajifunza. Bado wewe mtoto wetu unasikia, unajifunza, na bado watu wengine watakaozaliwa mbele yetu watasikia na watajifunza. Kwa hivyo watoto wetu wazuri, tuwe wenye kutimiza ahadi zetu, tuwe waaminifu, tuwe wa kweli, ndio ili pia sisi tuje kuigwa na watu wengine kama Abalfadhil Abbas. Na kufikia hapa ningependa kumalizia kipindi chetu cha leo, na inshallah tutapatana kwenye kipindi kifuatacho. Maasalam.